Yesu unipendaye, kwako nakimbilia. Ni wewe utoshaye, mwovu akinijia. Yafiche ubavuni mwako maisha yangu, nifishe bandarini, uokoe moyo wangu. Ngome nyingine sina, nategemea kwako. Usinitupe Bwana, nipe neema yako. Ninakuamania, mwenye kuniwezesha. Shari wanikingia, vitani wanitosha. Nakutaka mpaji, vyote napata kwako. Niwapo mhitaji, utanijazi vyako. Nao waangukao, wanyonge wape nguvu. Poza wauguao, uongoze vipofu. Bwana umeniosha moyo kwa damu yako. Neema ya kutosha yapatikana kwako. Kwako Bwana naona kisima cha uzima, mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Kwako Bwana naona kisima cha uzima, mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa kutuwezesha kufika siku ya 5, siku ya mikutano hii ya Pembe Ndogo. Tunakuja mbele zako tukinyenyekea, tukiomba Roho yako Mtakatifu atuongoze katika somo tunaloenda kujifunza. Ufungua akili zetu Bwana, fungua mioyo yetu tupate kuelewa na kutenda mapenzi yako. Tunakataa usumbufu wa kila nguvu za giza, ili jina lako libarikiwe kupitia mafundisho haya. Tunasali tukiamini kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Leo ni siku yetu ya 5 katika mfululizo wa masomo haya, na siku ya leo tunalo somo zuri kabisa ambapo jana tuliangazia jinsi ambavyo pembe ndogo ilivyobadili amri za Mungu.
Tulinukuu kitabu cha Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 25. Tukaona kwamba pembe ndogo naye atajaribu kubadili majira na sheria. Na hapo ndipo tukaona kwamba fungu hili la Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 25 ni fungu ambalo linatoa unabii kuhusu pembe ndogo, ambapo kwa hakika tumekwisha kumfunua na kumuona pembe ndogo kwamba ni nani, ambapo tumekwisha kuthibitisha na kuona ya kwamba pembe ndogo ni mamlaka ya kidini. Lakini tukaja kuona kwamba kiujumla kwamba pembe ndogo kumbe ni mfumo. Pembe ndogo ni mfumo. Tukaona kwamba pembe ndogo si mtu binafsi, na badala yake pembe ndogo ni mfumo. Sio mfumo tu, ni mfumo wa kidini ambao kwa hakika unanena kinyume cha aliye juu. Unatoa mafundisho ambayo kwa hakika yanakuwa hayalingani na Biblia. Yanatoa mafundisho ambayo kwa hakika yanakuwa ni ya kumkufuru Mungu, yanakuwa ni makufuru. Ndivyo tukaona jinsi pembe ndogo sasa alivyobadili amri za Mungu. Tukaona amri za Mungu zimeweza kubadilishwa na pembe. Tukaona amri ya pili ambayo kwa hakika inakataza kujichongea sanamu na kujifanyia sanamu. Tena sanamu ya mfano wowote, uwe ni mfano wa mbinguni, uwe ni mfano wa duniani, uwe ni mfano chini ya bahari. Sasa amri hii ambayo inakataza kujichongea sanamu, tuliona kwamba pembe alilolifanya ni kuweza kuiondoa amri hiyo. Lakini si hivyo tu, hata ile amri ya 4, amri inatutaka tuweze kukumbuka siku ya Sabato, pembe ndogo alichokifanya, alibadilisha amri hii. Badala ya kuweza kuitunza siku ya Sabato, pembe ndogo akaibadilisha na kuihamishia Jumapili. Utukufu wa Sabato ukahamishwa kutoka Jumamosi ambayo ni siku ya Sabato na kupelekwa siku ya Jumapili. Hivi ndivyo pembe ndogo alivyofanya mabadiliko ya amri za Mungu. Lakini tukaona kwamba Mungu pindi anampatia Musa katika mlima wa Sinai, alimpatia mbao 2 za mawe, ambayo mbao ya kwanza ilikuwa zimeandikwa amri 4, lakini mbao ile nyingine ilikuwa na amri 6, ambapo tukaona kwamba zile mbao ya kwanza yenye amri 4, hizi ndizo amri ambazo kwa hakika zinamhusu mwanadamu na Mungu. Lakini zile amri 6 za mbao mwingine ni hizi amri ambazo zinamhusu mwanadamu na mwanadamu. Sasa alichokifanya pembe, ile amri ya 10 aliweza kuipasua katikati ili ziweze kutoa idadi ya amri kufika 10. Kwa sababu ile amri ya pili inayokataza kujichongea sanamu, inayozuia kujifanyia sanamu na kuiabudu, pembe ndogo aliitoa. Lakini amri ile ya 10 aligawanya katikati ili iweze kuleta idadi ya amri 10. Hivi ndivyo alivyofanya pembe. Aliweza kubadilisha amri za Mungu. Lakini tukaona nukuu mbalimbali, lakini si za watu binafsi tu, hata za kanisa lenyewe, likikiri wazi kabisa kwamba kanisa limeweza kufanya badiliko juu ya amri za Mungu. Lakini tulikuja kuona ya kwamba Mungu hageuki. Mungu si geugeu. Amri yake ni takatifu. Akiisema kwa hakika ameisema. Tukaona amri ya pili ambayo ni amri ya Mungu inayokataza kuabudu sanamu. Lakini tukaona katika katekisimu ya kanisa Katoliki ambavyo amri ilivyoondolewa na ibada zinafanywa mbele ya sanamu. Kanisa limepamba kwa sanamu. Ni sanamu za Mabikira Maria, ni sanamu za Yesu, ni sanamu za Mtakatifu Yakobo, ni sanamu za Mtakatifu Luka, sanamu za wafu. Kanisa limepambwa, ambavyo kwa hakika ni kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu.
Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo jana tuliweza kuona jinsi pembe ndogo alivyofanya mabadiliko juu ya amri za Mungu. Na leo tunalo somo ambao ni mwendelezo wa somo letu la jana. Msomaji ni kitabu cha Danieli. Ni Danieli sura ya 7 ule mstari wa 8 na Danieli sura ya 7 ule mstari wa 21 na Danieli sura ya 7 ule mstari wa 25. Maandiko matakatifu yanasema, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nao ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. 21. Nikatazama, na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. 25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Nabii Danieli alipopewa maono ya wale wanyama wakubwa 4, aliona pia pembe ndogo iliyojitokeza. Pembe hii ilibeba sifa za kipekee. Pembe hii ilionekana kuwa na macho kama ya mwanadamu na kinywa kilichosema maneno ya makufuru katika Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 8. Lakini hii si tu nguvu ya kisiasa, lakini pia ni nguvu ya kidini iliyochanganya ukweli na uongo, ikaleta madhara makubwa kwa watu wa Mungu. Leo tunachunguza madhara ya pembe ndogo kwa msaada wa maandiko matakatifu. Leo tunachunguza madhara ya pembe ndogo kwa msaada wa historia na mifano ya maisha ya kila siku. Pembe ndogo inampinga Mungu wa kweli. Pembe ndogo inapinga kweli ya Mungu. Ni kitabu cha Danieli msomaji. Ni Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Pembe ndogo amefanikiwa kubadili haya. Kuna vitu viwili ambavyo vinatajwa sehemu hii. Kuna majira, lakini vile vile kuna sheria. Tuchambue moja baada ya jingine. Kama ambavyo tuliona jana, pembe ndogo amefanikiwa kubadilisha sheria za Mungu. Pembe ndogo amefanikiwa kubadilisha amri za Mungu, ambapo ile amri ya pili ya Mungu kati ya zile 10 inayokataza kujichongea sanamu na kuziabudu, pembe ndogo amefanikiwa kuitoa. Lakini ile amri ya 4 inayotutaka tuweze kuikumbuka siku ya Sabato, pembe ndogo amebadilisha, na badala yake utukufu wa Sabato umehamishiwa siku ya Jumapili. Lakini vile vile amri ya 10, pembe ndogo ameipasua katikati. Pembe ndogo amegawanya katikati ili iweze kuleta idadi ya amri kuwa 10. Kwa hiyo kwa upande wa sheria, pembe ndogo amefanikiwa kufanya mabadiliko. Lakini vile vile kwa upande wa majira yamekwisha kubadilishwa. Tunaposoma neno la Mungu, siku inaanza jua inapozama, yaani jioni ya siku, na siku inabadilika jua linapozama. Lakini tukija katika kalenda ya kisasa, kalenda ambayo sasa inaongoza ulimwengu, tunaambiwa ya kwamba siku inabadilika inapofika saa 6 usiku. Majira yamebadilishwa. Biblia inasema ikawa asubuhi, ikawa jioni siku ya kwanza. Lakini pembe ndogo imebadilisha. Pembe ndogo anasema ikawa mchana, ikawa usiku saa 6 usiku, siku moja.
Kwa hiyo pembe ndogo amefanikiwa kubadilisha sheria. Pembe ndogo amefanikiwa kubadilisha majira. Msomaji, ni kile kitabu cha Danieli. Sasa Biblia inaposema kwamba naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataadhimu kubadili majira na sheria. Sasa kiujumla hapa tunajifunza kwamba pembe ndogo inaleta mabadiliko katika sheria za Mungu. Pembe ndogo inaleta mabadiliko katika utaratibu wa Mungu. Mfano mzuri, Mungu alisema katika amri 10, ile ambayo inasema ikumbuke siku ya Sabato, amri ya 4. Lakini pembe ndogo amethubutu kuibadilisha amri hii. Watu wengi wanamwabudu Mungu kwa njia ambayo yeye hakusema, wakiamini wako sahihi kabisa, wakiamini wako salama kabisa, wakiamini ibada yao inaenda sehemu inayostahili kabisa. Ni sawa na daktari kukupatia dawa ya malaria, lakini mtu mwingine anakuambia hapana, kunywa Panadol tu utapona. Mwisho unaweza kufa kwa sababu ya mabadiliko hayo madogo yanayoonekana kama si kitu. Msomaji, ni kile kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 21. Maandiko matakatifu yanasema, nikatazama na pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu, ikawashinda. Biblia inasema nikaona pembe ile ikipigana watakatifu na ikiwashinda. Nguvu hii iliwatesa wale waliokataa kushika mafundisho ya uongo. Nguvu hii iliwatesa wale waliotaka kushika amri za Mungu na kufuata ukweli. Katika historia, maelfu ya Wakristo waaminifu waliuawa kwa sababu walikataa kuabudu kinyume na maandiko. Ni kama mwanafunzi shuleni anayeonewa kwa sababu anataka kusoma kwa uaminifu na hafanyi udanganyifu wa mitihani. Dunia inacheka, lakini Mungu yeye ndiye mshindi. Pembe ndogo anatoa mafundisho ya uongo. Msomaji, kitabu cha Wathesalonike wa pili. Ni Wathesalonike wa pili, msomaji, ile sura ya 2, mstari wa 3 na ule mstari wa 4. Maandiko matakatifu yanasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Pembe ndogo anajiweka kama kiongozi wa kiroho, lakini anafundisha mafundisho yasiyo ya kweli. Mfano mzuri, mafundisho ya kwamba mtu akifa haendi kaburini kusubiri ufufuo, bali roho yake inaenda toharani, inaenda mahali fulani kusubiri kwanza, kisha ndipo iweze kuelekea mbinguni. Kwa hiyo pembe ndogo anazalisha mafundisho ambayo kwa hakika yanakuwa tofauti kabisa na Biblia. Pembe ndogo anachanganya ukweli kidogo na anaweka mafundisho ambayo kwa hakika yako tofauti kabisa na Biblia. Ni kitabu cha Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 5, msomaji. Maandiko matakatifu yanasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa. Biblia inasema kwamba wafu hawajui neno lolote, lakini pembe ndogo anafundisha kinyume chake. Pembe ndogo anadai mtu akifa roho yake inaenda sehemu kwanza.
kama ilikuwa ikiishi kwa kutenda dhambi, kama mtu huyu alikuwa akiishi kwa mambo ambayo sio mazuri kwa Mungu, basi inaenda kuteswa kidogo. Baada ya hapo ndipo itaruhusiwa kuingia mbinguni, ambavyo kwa hakika ni kinyume kabisa cha Biblia. Biblia inasema mtu akifa anakuwa hajui kinachoendelea, kumbukumbu lake linakuwa limetoweka, anakuwa hafahamu kile kinachoendelea duniani. Na hapo ndipo anakuwa anasubiri ufufuo, marejeo ya Yesu Kristo kwa ajili ya ufufuo, na tena akiwa anangoja katika kaburi. Lakini pembe ndogo anafundisha kinyume chake. Pembe ndogo anadai mtu akifa kwamba roho yake inakuwa na utambuzi. Lakini Biblia inasema kwamba roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Lakini pembe ndogo anafundisha ya kwamba roho kamwe haifi. Unaokufa ni mwili. Unaokufa ni huu mwili wa nyama, kwamba roho haifi. Na ndio maana mtu akifa roho yake inaenda toharani, na ndio maana mtu akifa roho yake inaenda purgatory, ambapo ni kinyume kabisa ya Biblia. Pembe ndogo anachukua nafasi ya Kristo kama mpatanishi. Ni kitabu cha Timotheo, msomaji. Timotheo wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 5. Maandiko matakatifu yanasema, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Biblia inasema Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, ambaye ni Kristo Yesu. Anavyofanya pembe ndogo, mtu akifanya dhambi anaambiwa amtafute kiongozi fulani ndipo akamsamehe. Sasa hii inategemeana na hali ya kiongozi, jinsi alivyo kwa wakati huo. Ninajaribu kupiga taswira. Wakati fulani sasa ninamtafuta kiongozi huyo. Kwa kuwa wanadamu wakati mwingine tunachanganya na majukumu, ninamkuta kiongozi ana hali fulani ambayo kwa wakati huo hayuko sawa. Ninafikiria kwamba kwa wakati huo ninaweza nisipate msamaha wa dhambi. Ni kwa sababu kiongozi huyo, kwa lugha ya kisasa naweza nikasema, hana mudi. Sasa pembe ndogo anafundisha namna hii kwamba mtu akifanya dhambi anaambiwa mtafute kiongozi fulani akatubu kwake, naye ndipo atapata msamaha kwa mtu huyo. Lakini Biblia inasema kwamba msamaha ni kupitia Yesu Kristo peke yake. Pembe ndogo anachukua nafasi ya Kristo. Pembe ndogo anajitwalia mamlaka ya Bwana. Pembe ndogo anachukua madaraka ya Yesu Kristo. Madhara yake ni kwamba watu wanamtegemea binadamu badala ya kumtegemea Mungu wa kweli. Kwa sababu mtu anapojikuta ameanguka katika dhambi, badala ya kumkumbuka Yesu, badala ya kumkimbilia Yesu, mtu anaanza kuwaza, kiongozi nitampata wapi ili aende akamwage haja zake kule. Haya ni mafundisho na maelekezo ya pembe ndogo. Ni kama kwenda benki kuchukua pesa zako, lakini unamkabidhi kadi yako kwa mtu mwingine akachukue kwa niaba yako. Hatari ni kuibiwa. Pembe ndogo inapotosha ibada ya kweli. Msomaji, ni kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 13 na ule mstari wa 4. Maandiko matakatifu yanasema, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Biblia inasema wakamsujudu yule joka. Pembe ndogo inaleta mchanganyiko wa ibada. Watu wakidhani wanamwabudu Mungu, kumbe wanamwabudu shetani kwa njia ambayo sio ya kawaida. Watu wanaweka sanamu na kuziabudu huku wakiamini wanafanya ibada ya Kristo. Lakini Mungu anasema wazi,
katika kitabu kile cha Kutoka sura 20 na ule mstari wa 4. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho mbinguni wala kilicho chini duniani. Mpendwa, sasa tumeona wazi madhara ya pembe ndogo. Hii siyo hadithi ya kale, ni onyo la Mungu kwetu leo. Pembe ndogo imebadilisha sheria ya Mungu. Pembe ndogo imepoteza ibada. Pembe ndogo imewapiga watakatifu. Na tena pembe ndogo imeweka mafundisho ya uongo yanayopotosha mamilioni ya watu. Lakini leo Mungu anatuita kuchagua upande wa kweli. Swali ni moja tu, utamfuata nani? Msomaji, ni kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu cha Ufunuo msomaji, ile sura ya 18 na ule mstari wa 4. Maandiko matakatifu yanasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Hii ni sauti ya Bwana. Hii ni sauti ya Mungu inayoita kwa sauti ya upole. Ni miaka mingi umekuwa katika mfumo wa udanganyo. Ni siku zingi zimepita ulikuwa ukiabudu uongo. Leo Bwana amekufunulia ukweli uweze kutoka katika mfumo ambao kwa hakika ni mfumo wa kidini, lakini unachanganya ukweli na uongo. Huu ndio wakati wa kusimama upande wa Yesu, kushika amri zake zote 10 na kumtii bila hofu. Usiseme kesho, kwa sababu kesho sio yako. Wokovu ni leo. Neno la Mungu nasema ya kwamba mtu yeyote atakayejikwaa katika amri moja ni sawasawa na zile zote ambazo amezishika amezipoteza. Sasa Mungu ametupatia amri 10 ambazo ni kama taa zetu, lakini pembe ndogo amri ya pili ameitoa. Pembe ndogo amri ya 4 ameibadilisha. Swali la kujiuliza, wewe unaongozwa na taa ipi? Je, unaongozwa na amri 10 za Mungu ama unaongozwa na amri kutoka kwa pembe ndogo? Huu ni wito wa upole. Mungu anaita kwa upole, tokeni kwake enyi watu wangu. Mungu anafahamu ya kwamba na watu wake bado katika mfumo wa kidini, ambao kwa hakika mfumo huu unapoteza mamilioni ya watu. Katika mfumo huu kuna watu wengi waaminifu. Wako watu waaminifu huko. Ndio maana Mungu analitambua hili. Anasema kuna watu wangu huko, tokeni kwake enyi watu wangu. Msishiriki dhambi zake, maana Mungu anafahamu yanayofanyika kule ni machukizo. Mungu anaita kwa sauti ya upole, tokeni kwake enyi watu wangu. Msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Mapigo katika mfumo huu yanakuja. Wale wote waliokubali kuabudu uongo, wale wote waliokubali kujishikamanisha na mfumo huu, watapiga mapigo. Watapigwa mapigo na Bwana. Hawataishia hapa. Vile vile watapata hasara ya kupoteza uzima wa milele. Kwa nini uwe mwadilifu katika maisha yako, lakini uje upoteze uzima wa milele kwa sababu ukweli umefunuliwa na umeshupaza shingo? Ukweli umefunuliwa, lakini bado umeng'ang'ania mfumo ambao kwa hakika unapingana na maelekezo ya Bwana. Mungu anaita kwa upole, tokeni kwake enyi watu wangu, wala msishiriki mapigo yake. Amri za Mungu ambazo Mungu alitupatia
hakuna ambaye amezifuta. Bwana Mungu hakuna sehemu ambapo ametoa waraka ya kwamba hizo amri sasa sio taa yenu ya kuwaongoza. Hata Yesu Kristo mwenyewe alipokuja duniani alisema neno haya katika kitabu cha Mathayo 5:17. Usidhani kwamba ninakuja kubadilisha amri. Yesu mwenyewe alisema neno haya. Lakini hata Yesu baada ya kufa, watu waliendelea kuongozwa na amri. Watu waliendelea kushika Sabato. Na ndio maana hata Yesu aliwatokea watu alipofufuka. Watu hawa waliwatokea, walikuwa wanaenda shambani kwa siku ya Jumapili. Ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma sio siku ya ibada. Siku ya kwanza ya juma ni miongoni mwa siku ambazo Mungu ametuambia siku sitafanya kazi. Lakini Sabato ya Bwana ni siku ya saba, ambayo ni siku ya Jumamosi. Wewe unaikumbuka siku ipi? Mungu anaita kama kwenye mfumo huu ambao kwa karne nyingi umefundisha uongo. Mungu anaita utoke kwake. Utoke katika mfumo huo. Uje ujiunge katika kanisa la Mungu. Uje ujiunge katika zizi la Mungu. Maana hapo ndipo kuna uzima. Baba wa mbinguni Mungu, tunakushukuru sana kwa sauti yako ya upole, ambayo kwa hakika umeendelea kutufunulia siri nyingi kupitia unabii wa Biblia. Umetufunulia jinsi pembe ndogo atakavyotokea, lakini vile vile umetupatia habari nyingi kuhusiana na yale atakayoyafanya pembe ndogo. Japokuwa pembe ndogo ni mfumo wa dini, lakini kumbe Bwana unanena makufuru. Unachanganya baadhi ya kweli na wakati mwingine unasema uongo. Bwana, utusamehe kwa sababu kwa miaka mingi tumetembea katika giza hili na leo umetufunulia. Bwana, tia nguvu kwa kila atakayeonyesha nia mara baada ya kufunuliwa na ukweli huu. Bwana, asante kwa sababu unatupenda na hata kutupatia nafasi ya kutufunulia siri hizi nzito. Bwana, mwaga nguvu yako sasa kwa kila ambaye atathubutu kufanya mageuzi toka leo, ili anapoanza maisha mapya katika kuabudu ukweli, maisha mapya ya kutoka katika mfumo wa uongo, kamtie nguvu mtu atakayenuia na kuchukua majukumu hayo. Bwana, asante kwa baraka zako. Asante kwa mafunuo yako. Asante kwa jinsi unavyotupenda. Lakini mwisho yote Bwana, tuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Tumeomba haya na kushukuru ni katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amina.